Salama. Uko sawa sawa? Safi kabisa. Muda mrefu kweli kweli umepita, hatujakutana tukizungumzia masuala ya soka mara baada ya nafasi yako kuchukuliwa na mtu mwingine. Kwanza hili pia unalizungumziaje? Hili ni jambo la kawaida kwa sababu unapokuwa kwenye madaraka na kuna muda unajua kwamba utafikia, utaweza kuondoka, kwa sababu hizi nafasi sio za kuishi milele, lazima mpokezane kijiti. Kwa hiyo muda umefika na ndio nimekabidhi wengine. Kwa yote ambayo ilikuwa ikiendelea, lakini unakiri kwamba muda wako ndio ulikuwa umefika kuondoka? Of course, muda ulifika na wala sikuwa na nia tena ya kuweza kuendelea. Kwa hiyo siku zote lazima muwe na mawazo mapya ili kuweza kuendeleza kitu. Kwa hiyo nahisi kwamba walioko wataiendeleza vizuri na wako kwenye direction sawa. Na kwa namna sasa ambavyo hawa ambao wamepokea kijiti chako mpaka hivi sasa wanatimiza ama wanakiendeleza kile ambacho umekiacha wewe kwa asilimia ngapi? Mpaka sasa hivi naona wanafanya vizuri na anaweza kuwa wanafanya vizuri kuliko hata mimi. Kwa hiyo sijawa na complain yoyote juu ya wao uendeshaji wao, na wao na wako vizuri. Siku ya leo kupitia meneja habari ya mawasiliano ya klabu ya Yanga Ally Kamwe wameainisha ama kutoa taarifa kwamba wamepeleka taarifa kwa bodi ya ligi wakitaka maelezo kuhusiana na kamati ya masaa 72, kile ambacho imeamulia kwa nyota kama Selemani Mwalimu na waamuzi ambao walichezesha mchezo wa dabi. Una maoni gani kuhusiana na hili? Ni sahihi kwa Yanga kutaka ufafanuzi. Kama kuna jambo ambalo hawalielewi ni sahihi kabisa kuomba wapate ufafanuzi, na waliofanya maamuzi pia wanazo sababu kwa nini walifanya maamuzi hayo. Kwa hiyo ni kiasi cha kuelezana tu, watapokea barua ile watawaeleza, na sidhani kama yatakuwa ni malumbano ya kuendelea, anajibiwa anarudi tena anajibiwa, hapana. Nadhani walichokifanya wamekifanya kutokana na kanuni, nadhani na wataweza kujibu barua ya Yanga kwa kama wanavyoelewa kwamba kuna muda pengine kanuni zinaweza kubadilika, kwamba hii ikahukumu ni 3, ile ikahukumu ni 5. Hayo wanayo waliofanya maamuzi, wanazo sababu, subirini, watawapa sababu kwa nini wameamua hivyo. Hakuna kitu kinafanywa kwa makusudi. Nikushukuru sana. Asante sana.